Ngoja niwape mfano mmoja, na huu mfano mimi ni halisi kabisa. Ukienda kwa waimbaji wale wa duniani wamefanikiwa, tunakubaliana wamefanikiwa, mnakataa? Achaneni na mambo ya kusema sijui shetani amewapa. Sisi tunaongea kimwili, wamefanikiwa. Wale wakiimba pombe wanakunywa, nanaelewa. Akisema tu banjuka, anabanjuka. Unaelewa vizuri? Yaani akisema nataka kulewa, analewa. Akisema sijui mapenzi ni shebedue niue, anahakikisha amemshebedua na amemuua. Unaelewa ninachokwambia? Sasa tukiimba huku mtakatifu, Mungu akiangalia haupo. Manake wale kile ambacho wameamini kwa Mungu wao kwenye upande wa giza wanakifanya sawa sawa na jinsi wanavyosema. Nenda kwetu sisi, waimbaji wetu sisi, hizi ni kamera tu, lakini wamechoka. Nanielewa? Nie mkiwaona huko mimi nazungumza uhalisia, kwa sababu ni watu ambao wamechoka, wengi wamechoka. Kwa nini wamechoka? Wanachokiimba hakiendani na vile walivyo. Ukiimba Mungu mtakatifu, anataka uone utakatifu. Ukiimba tu ninakuinua Bwana, wewe wa ajabu, unastahili. Wimbo ni mzuri kucheza, si ndio? Ni mzuri toni yake, lakini anachokitaka Mungu, ukisema umestahili, anataka aone kwenye maisha yako kustahili kwake kunaonekana. Sio tu kuimba peke yake, sio tu kufurahi peke yake. Yaani Mungu anachokitaka, unaposema Mungu wewe ni mtukufu, wewe umetukuka. Biblia inasema na tumtukuze Mungu kwa matendo yetu. Manake kusifu, kuabudu, tunazungumzia swala la maisha. Hiki tunachokifanya kanisani, tunapiga muhuri wa kile ambacho tunakiishi tukiwa mbali na kanisani. Kwa ukizungumzia kusifu, ukizungumzia kuabudu, sio swala la nyimbo za polepole au nyimbo za haraka. Hili ni swala la maisha yako. Unamtii Mungu, unamfuata Mungu kwenye maisha yako, unatembea na Mungu kwenye maisha yako. Nimwambia mimi huwa nafanya tathmini, sijui nilimwambia nani, nikamwambia kama tutafanya ibada zitafanana na mahali fulani ambako tulienda, ni hatuoni Mungu hata kidogo, ni afadhali tuache, tubaki vile. Na tena nachokisema, tukimsifu Mungu lazima tuhakikishe na huyo Mungu anaonekana, aoneshe kwamba nipo. Hatuwezi tukamsifu alafu Mungu ashuki. Akiwa ashuki, manake kuna tatizo. Akiwa aonekani kwenye maisha yako, manake kuna shida. Wewe unatakiwa urekebishe. Haya maisha ni kujisaisha kila. Fanya tathmini ya maisha yako. Usifanye tathmini ni watu wangapi wanakujua. Hatuwezi kufanya tathmini ni watu wangapi wanaijua huduma ya mahali hapa. Hata kungekuwa na maelfu ya watu wananisikiliza mimi ninapofundisha, lakini kama sina maisha ya utii mbele za Mungu, ni sawasawa na kazi bure. Ukitaka kumuona Mungu, wewe tii tu. Akisema ishi maisha matakatifu, tii. Akisema ishi maisha ibada, wewe tii. Biblia si imesema wanaoitwa ni wengi lakini wateule ni wachache. Mtu akiisha jua kuitwa, wote hapa tumeitwa, lakini nafasi ya uteule mbele za Mungu, hicho ni kiwango. Hiyo ni hatua ambayo itatakiwa uingie kwa kuishi. Unajua mpaka Mungu akuite mteule, yani Mungu akuteue. Unajua rais anakaa Ikulu, lakini anateua wakuu wa mikoa. Labda niwape hii tofauti. Anaangalia tu fulani anafaa kuwa mkuu wa mkoa wa Iringa, fulani anafaa kuwa mkuu wa mkoa wa Mbeya. Kuna vitu ameviona, unanielewa? Ili Mungu akufanye wewe kuwa mteule, kuna vitu ambavyo Mungu anakuwa ameviona. Nazungumza hivi, kama tusipobadilika lifestyle, hata tungekuwa na vitu vizuri vya thamani, bado haviwezi kutupa maisha. Mungu akiweka kipawa chochote ndani yako, akiweka kitu chochote, hatima ndani yako, Mungu huwa anataka hiyo hatima ikubariki mpaka maisha yako ya uchumi. Huo ndo ukweli ambao huwezi kufichika. Mimi nitabarikiwa kwa hatima, na wewe utabarikiwa kwa nini? Kwa hatima. Lakini mpaka Mungu afike kiwango cha kuona hatima hii kuna jambo inatakiwa nilipeleke ambao libadili maisha yake, lazima Mungu akuone una maisha ya utii.
unafuata neno, unatii neno. Watu wengi wanafikiria tukiwa mchungaji ndio kuacha dhambi rahisi. Vijana, yaani mimi nina mwili kama wa kwenu kabisa, na roho yangu ni kama ya kwenu kabisa. Hata mimi vitu vizuri navijua, naviona, nanielewa. Mniangalie vizuri, vitu vizuri ninavijua, naviona, ila ninachojua Yesu amesema hivi, mtu akitaka kunifuata na sharti ubebe msalaba wake. Ukisha amua kumfuata Yesu, kuna mambo unakausha, ila sio kama hujaona. Sasa unakuta nikae na mwanuke tu, tunatembea, anapita mwanamke, mwanuke akafanya hivi, akafanya hivi, akamfuata, baadaye anambia jina la Bwana libarikiwe sana. Si nitajua kuna shida hapo, unanielewa? Na hata wanawake ni mabinti ambao ni wadogo, wanaume wazuri wapo na macho yako yanaona, ila umeamua kuishi hatima. Lazima hatima iwe nzuri kuliko kitu kingine chochote unachokiona. Ukiipa thamani hatima, ukilipa thamani kusudi kubarikiwa, lazima Mungu atakubariki tu, atakubariki tu. Jana nilifurahi sana